tunakwenda kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka 4 akiwa madarakani. Zile kazi zake ambazo sisi madereva tumeziona, mambo mbalimbali ambayo ameyafanya, lakini pia na kuendelea kusisitiza kuwa wamoja na mambo mengine ambayo yamefanyika. Najua kuna watu hawaoni, kuna watu pia wanaona lakini hawaoni yaliyofanyika, na kuna watu wanasikia lakini wanajifanya ni viziwi. Kwa sisi kama dereva tunakwenda kuzungumza yale ambayo yamefanyika, lakini na mengine mengi ambayo yapo, zikiwemo changamoto zetu sisi madereva, masuala mbalimbali ya mishahara, masuala mbalimbali ya maslahi yetu. Lakini kongamano hili hatujaacha mtu. Tumaalika watu mbalimbali, taasisi mbalimbali za kiserikali, ikiwemo viongozi taasisi ya OSHA upande wa usalama mahala pa kazi, watakuwa miongoni mwa kongamano hili. Lakini alikadhalika tumealika watu wa uchukuzi, tumealika watu wa ujenzi, lakini tumealika pia na watu wa LATRA pamoja na jeshi la polisi. Kwa hiyo na sisi kama dereva tumeona hatuna budi kumkaribisha na kumpongeza. Tutakuwa na tuzo ya heshima ambayo tumeiandaa kupatia Mheshimiwa Rais, lakini pia jambo hili tumemwalika Mheshimiwa mgeni rasmi, atakuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Ajae Kamdani, ni kaimu mwenyekiti wa Chama cha Wafanyakazi Madereva Tanzania TADU. Namna pekee kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha salama leo tukiwa na afya tele. Lakini nitoe shukrani vile vile kwa kiongozi wangu hapa wa Tanzania Long Distance, kwa sababu yeye ndio aliyokuja na hii idea. Kwa hiyo tukakaa kwa pamoja, tukaijadili, tukaona inatija. Kama inatija basi tukaona ni wakati sasa wa kuweza kuwakutanisha madereva wa nchi hii na kiongozi wao mkuu Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili kwa pamoja tuweze kuwasilisha mawazo, maoni na changamoto ambazo zimekuwa zikitukabili. Sisi kama viongozi tumekuwa tukiwakilisha madereva katika maeneo mengi sana, kwenye changamoto nyingi sana. Kama alivyosema kiongozi mwenzangu aliyotangulia, tumekuwa tukishiriki na serikali kwenye vikao mbalimbali. Lakini tukaona sasa hapana, wakati umefika. Wakati umefika wa kuwaletea madereva kiongozi wao waonane naye ana kwa ana. Kwanza waweze kusadiki kwamba yale ambayo tumekuwa tukiyapigania ni kweli tumekuwa tukiyafikisha katika serikali. Lakini vile vile mheshimiwa naye aweze kuwaona wananchi wake, wapiga kura wake, jinsi gani wanavyowasilisha mawazo yao, changamoto zao ana kwa ana. Sasa tukasema huu ni wakati, na kama ni wakati basi lazima na sisi kama madereva tutumie nafasi hii kwenda sambamba na serikali. Kwenda sambamba kuna maanisha mambo mengi. Kwanza ni kuonyesha ni kwa jinsi gani tunaelewa na tunathamini jitihada zinazofanywa na serikali yetu tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan. Tumelitambua hilo na ndio maana tumefika mahali tumeona, tunaamini kwamba inawezekana sasa ni wakati wetu na sisi kama madereva mama kupata kilio chetu moja kwa moja. Sasa njia gani tutawakilisha kilio chetu kwa mama moja kwa moja? Tukaona njia sahihi ni kuandaa kongamano ambalo tunaamini kama yeye amekosa nafasi, basi mtu sahihi mwakilishi wake ni Waziri Mkuu atalibeba na kulifikisha kwake, ili kuondoa changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili madereva katika maisha yao na shughuli zao za kila siku. Sasa nafikiri utamu kamili utakuwepo siku ya kongamano, tusiongee mengi sana. Lakini kama madereva tumejipanga kuunga mkono serikali, na kama madereva tunaamini changamoto tunazozipitia ni nyingi. Kama madereva wa kike, mnaweza ukaenda sehemu kuomba kazi kwa kutana na changamoto ya kukataliwa, changamoto ya
kuombwa rushwa za ngono. Hizo ndo changamoto ambazo tunakutana nazo nyingi mbalimbali, na zingine ambazo siku hiyo tutazizungumza kama tutapata nafasi kama madereva wa kike. Lakini natumaini siku hiyo tunaomba tupate utatuzi wa tatizo letu kama madereva wanawake. Hili litakwenda kufungua fursa kubwa sana kwa madereva wanawake. Na ndio maana mwanzo nimetoa wito kwa madereva hasa wa mama wajitokeze kwa wingi ili tutoe kero zetu pale, tupate fursa nyingi zaidi kupitia kongamano hili. Mimi ningewaambia watoe hofu, waje tarehe 21 katika kongamano hili.